الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق وسراجا وقمرا منيرا. صلوات الله وسلامه على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل جلاله وبطاعته، فإن في التقوى صلاح الدين والدنيا، حيث قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله حيثما كنت وأتبع سيئة حسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أحبابي في الله، ndugu zanguni, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu na mwalimu wetu Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa nyingi neema na fadhila ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha na akatufadhilisha juu ya wengi ambao hawana fadhila hizi. Allah subhanahu wa ta'ala katupa uhai na afya na taufiki ya kuja kutekeleza ibada hii bora ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametufaradhia. Hizi zote ni neema na fadhila ambazo zinatoka peke yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Muislamu kuzishukuru neema hizi ili Allah subhanahu wa ta'ala awe ni mwenye kumuongezea. Lazima afanye yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha na epukane na yale yote ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemkataza. Ndugu zanguni, leo tuzungumziane maudhui ya mahaba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa umma wake, yani mapenzi makubwa alokuwa nayo Rasul sallallahu alayhi wasallam kwa umma, kwa wale ambao ametumwa kwao. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani kutuonyesha kuwa sisi ummati Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala ametufadhilisha pakubwa, ametufadhilisha namna ambayo kwamba yeye mwenyewe lugha aliyoitumia ndani ya Qur'ani kutuambia: laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika aya hii au maneno haya matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala anatuonyesha na kutukumbusha kuwa hakika yeye ametufanyia wema mkubwa sana. Sema laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewatendea wema mkubwa sana hawa waumini. Wapi hapo? Akasema wema wenyewe ni pale ambapo alipotumilia au alipowatumia mtume kwa wao. Mtume huyu ni min anfusihim, ni miongoni mwetu sisi, yani ni mwanadamu kama sisi, ili aje atusomee aya za Allah subhanahu wa ta'ala na atutakase na suna zake,
atueleze yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayataka, na atufundishe yale ambayo kwamba sisi tukiyafanya yataonyesha upendo mkubwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu upendo uliokamilika kwa muumini kuonyesha upendo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni pale ambapo huyu Muislamu atafuatana na sunna. Yote aliyoyafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam uyafanye, na yote ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam akayachukia pia na wewe uyachukie, ukae nayo kando. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kutuambia wa yuallimuhumul kitaba wal hikma, na atufundishe yaliyomo ndani ya Qur'ani, na atufundishe hikma, namna ya mwanadamu kuyaweka mambo yanavyofaa kuwekwa, kuyafanya mambo yanavyofaa kufanya, kuyazungumza mambo yanavyofaa kuzungumzwa. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, huwa kabla ya kuja Mtume sallallahu alaihi wasallam, kabla ya kuja mafundisho aliyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu walikuwa kwenye upotevu. Watu walikuwa wanafanya yale ambayo hata mwanadamu hafai kuyafanya, lakini watu walikuwa wakiyafanya. Ujio wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni kuja kututoa sisi kwenye giza la watu walikuwa wakiabudu masanamu, kwenye giza la kufanya mambo ambayo kwamba ni maasi ya kutupa mipaka, kwenye maisha ambayo kwamba hawakuwa wao wenyewe kujali mwingine kumjali mwingine. Lakini akaja Mtume sallallahu alaihi wasallam akawatoa watu kwenye upotevu, akaweka kwenye mwangaza na nuru ya tauhid, na nuru ya kuyafanya yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa ni mwenye kuyataka binadamu wawe ni wenye kuyafanya. Ndugu zangu, ujio wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sisi umma wa mwisho ni ujio ambao, ndugu zangu, ni neema kubwa mno, una fadhila kubwa mno, una kheri nyingi mno. Mtume ambaye sallallahu alaihi wasallam mapenzi yake kwetu sisi ni zaidi hata ya baba kwa mwanawe, zaidi hata ya mama kwa mtoto wake. Namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyowachukulia, alivyokaa na masahaba, sio kukaa na masahaba tu, bali yale ambayo yeye mwenyewe aliyazungumza kwa masahaba, na sio masahaba peke yake, mpaka sisi ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutuona na macho yake. Abdullah ibn Umar akawa anazungumza kuwa siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyasoma maneno ambayo yako ndani ya Qur'ani yalosemwa na Nabii Allah Ibrahim. Akasema, anamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Wa qawlu Isa, na akasoma maneno ya Isa alayhi salam kwa watu wake, in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Akayazungumza, akakoti bado maneno ya Nabii Allah Isa, namna alivyoonyesha huruma kwa watu wake, na Nabii Allah Ibrahim namna alivyoonyesha huruma na upendo kwa watu wake. Akasema, ya Rabbi, hawa wenye kuabudu masanamu, hawa ambao wamepoteza wengi sana katika watu, basi nakwambia ya Rabbi, mwenye kunifuata mimi basi ni miongoni mwangu mimi, atakuwa ni katika watu wangu, na mwenye kuniasi mimi wewe basi ni mwenye kusamehe sana na mwenye huruma. Yani anaonyesha huruma kubwa na upendo mkubwa kwa umati wake. Wale watakaonifuata ya Rabbi, hao ujue ni watu wangu, na watakaoniasi basi wewe vile vile ni mwenye kusamehe na ni mwenye huruma. Pia Nabii Allah Isa akamwambia, ya Rabbi, ukiwaadhibu hawa ambao watakaoniasi mimi, au ukiwaadhibu hawa ambao wenye kwenda kinyume, basi wewe ni waja wako, ni viumbe vyako hivi, una uhuru wa kufanya nao chochote unachokitaka ya Allah. Lakini ukiwasamehe,
ukawa na huruma na wao, basi wewe ya Rabbi, wewe ndiye mwenye nguvu zaidi, wewe ya Rabbi ndiye mshindi, wewe ndiye mwenye hikima zaidi. Bado ni maneno ambayo yanaonyesha huruma ya hawa mitume kwa watu ambao walitumwa kwao. Mtume sallallahu alaihi wasallam na yeye akataka kuonyesha huruma, na yeye akataka kuonyesha upendo mkubwa kwa ummati wake. Rafaa yadayhi sallallahu alaihi wasallam, mtume akainua mikono yake. Wabaka. Abdullah ibn Umar ibn al-As anaeleza kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuyaeleza maneno haya, baada ya kusoma maneno haya, akainua mikono yake, anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa yabki, hali ya kuwa analia, akisema nini? Ya Rabbi, ummati ummati, na mimi umma wangu ya Rabbi. Faqala Allah, pale Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akasikia na akajibu mara moja dua na kilio cha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqala ta'ala li Jibril, idhhab ila Muhammad faqul inna sanurdika fi ummatik wala nasuk. Nenda kwa mtume Muhammad, nenda kwa Muhammad, mwambie inna sanurdika fi ummatik, sisi tutakuridhia kwa umma wako, sisi tutamridhisha kwa yale ambayo tutawafanyia watu wake, kwa yale ambayo tutawafanyia umati wake, basi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakuwa ni mwenye kuridhia, wala hatutokuwa ni mwenye kumfanya awe ni mwenye kukosa amani. Alionyesha huruma nyingi mtume sallallahu alaihi wasallam, upendo mkubwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa umati wake. Yeye analia si kwa sababu ya nafsi yake, si kwa sababu ya familia yake, si kwa sababu ya maisha yake, la, mtume sallallahu alaihi wasallam linalomliza ni kwa ajili ya mimi na wewe. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatwambia Allah amewatendea wema. Upendo huu mtume sallallahu alaihi wasallam anaoonyesha kwa mimi na wewe, sisi tunambeba au ndani ya nyoyo zetu mtume sallallahu alaihi wasallam ako na nafasi gani? Mfasiriwa kuambiwa qad ardahu azza wa jalla fi ummatihi, Mwenyezi Mungu ameridhia kwenye au kwa huu umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kujalia sisi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam matendo madogo yana ujira mkubwa. Dogo utakaloliona ni jambo dogo, amali ambayo wewe utaiona ni ndogo, lakini ajruha mudhaafa, malipo yake ni makubwa. Angalia kwa neno dogo ambalo wewe utakalolizungumza. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kueleza maneno, angalia neno ambalo utakalolisema kwa wepesi mno na haraka mno, lakini malipo yake ni makubwa. Akaja akasema, alipokuwa anazungumza hadithi, tuchukue neno aliposema walhamdulillahi tamla'ul mizan au tamla'u ma baina as-samai wal ardh. Wewe kusema alhamdulillah, neno alhamdulillah lina ugumu gani? Lakini angalia mtume sallallahu alaihi wasallam alivyozungumza malipo yake, akasema mwenye kusema alhamdulillah tamla'u ma baina as-samai wal ardh, thawabu zitakuwa ni zenye kujaza nafasi iliyokuwa baina ya mbingu na ardhi.
neno dogo kama hili. Haya ni kwa ajili ya ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuja kutuambia kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim. Maneno mapesi kwenye ulimi wewe kuyazungumza, na mara nyingine inaweza ikapitiwa mtu asizungumze maneno haya siku nzima, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizan, lakini ni mazito sana yakiwekwa kwenye mizani, yana wizani mkubwa, yana uzito mkubwa. Wewe useme tu subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Asema katika hadith, hakika mfano, inna mathala hadha al-umma ma'a man sabaqaha kamathali rajulin istajara ajra. Mfano wa umma huu wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam na umma uliopita ni mfano wa muajiri ambaye ameajiri wafanyikazi, min awwali nahari ila dhuhuri, kuanzia asubuhi mpaka adhuhuri. Fa'atahum ala dinari, akawa ni mwenye kuwapea dinari. Wastajara ajraa min adh-dhuhri ila al-'asr, na akaajiri waajiriwa wengine. Huyu mwajiri akaajiri wengine kuanzia mchana pale adhuhuri mpaka alasiri. Waatahum ala dinari, na akawa ni mwenye kuwapea dinari. Wastajara ajra min al-'asri ila al-ghurub, na akaajiri wengine kuanzia alasiri mpaka kuzama jua. Waatahum dinarain, akawa ni mwenye kuongezea mshahara, akawapea dinari 2. Hao wengine wakawapea dinari, wengine akawapea dinari, na hao wengine akawaongezea mshahara. Fahtaja al-awwalun wa qalu wa kayfa tu'tina ala dinari wa nahnu akthara minhum amalan wa tu'ti haula'i ala dinarain. Na hawa mbona wanawalipa mshahara mkubwa? Mtizamo wa mambo inaingia akilini kweli? Umchukue mtu kuanzia asubuhi mpaka mchana, kisha mpe, mfano tuseme umpe 1,000, kisha uchukue mwingine kuanzia adhuhuri mpaka alasiri umpe 1,000, kisha mwingine baada maghrib, baada alasiri mpaka maghrib umpe 2,000. Kimtizamo wa mambo utautizama namna gani? Aliyofanya masaa mengi hapa ni nani? Ni kuanzia huyu asubuhi, labda alifanya masaa ima 6 au 5. Huyu mwingine wa adhuhuri mpaka alasiri ima ni masaa 3 au masaa 4, na huyu wa alasiri mpaka maghrib ni masaa 3 mpaka masaa 2. Kwa hivyo huyu amefanya masaa kidogo zaidi. Sasa huu ndio mfano wetu sisi ummati Muhammad na umma waliopita. Jambo dogo, jambo jepesi, lakini malipo yake ni makubwa. Sababu gani? Ya upendo mkubwa alokuwa nao na dua aloisoma Mtume sallallahu alaihi wasallam na kilio alichomlilia Allah subhanahu wa ta'ala kwa sisi ummati wake. Ndugu zangu, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameonyesha upendo mkubwa kwetu sisi. Tuna bahati mimi na wewe kuwa katika umma huu. Ni fadhila kubwa, ni neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyotendea mimi na wewe kuwa katika umma, kuwa miongoni mwa wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kututumia Allah subhanahu wa ta'ala
kututumia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema na Aisha, angalia namna alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwajali, wapenda, watakia kheri mara kwa mara, na sio tu bali kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, umma wangu, watu wangu. Anasema na Aisha, يوم من الأيام لما رأيته من طيب نفس. Siku moja nimekaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikaona ana mudi mzuri, kwa lugha ya kueleweka haraka, ana furaha moyoni, inaonyesha uso wake alikuwa na furaha. Na mimi nikachukua nafasi hiyo hiyo tayari, nikamwambia, ya Rasulullah, ud'u Allah li, ud'u Allah li, niombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fanyie dua ya Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akainua mikono akaambia, Allahumma ighfir li Aisha ma taqaddama min dhanbiha wama ta'akhkhara wama asarrat wama a'lanat. Sahihisha hadithi hii Sheikh Albani anasema, nilipoona Mtume sallallahu alaihi wasallam ana mudi mzuri, ana furaha, na mimi nikachukua nafasi hiyo hiyo nikaambia Rasulullah, niombee dua. Yasema Mtume sallallahu alaihi wasallam akaomba dua kubwa, akasema, ya Allah, naomba na kuomba msamehe madhambi ya Aisha, madhambi aliyotanguliza na madhambi aliyoyachelewesha, madhambi aliyoyafanya kwa siri na madhambi aliyoyafanya kwa dhahiri. Fadhahikat Aisha fasaqata ra'suha ala hijri rasuli sallallahu alaihi wasallam, na Aisha akacheka kwa furaha mpaka akaangusha kichwa chake kwenye mapaja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabii sallallahu alaihi wasallam, ayasuruki duai, hivi dua yangu imekufurahisha? Na Aisha akasema, wa mali la yasuruni ya Rasulullah, mbona mimi dua yako isinipe furaha? Dua yako imenifurahisha pakubwa kwa sababu umeniombea dua kubwa. Ndugu zangu, angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno makubwa aliyozungumza, akamwambia Aisha, wallahi, na apa kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, dua nilokuombea wewe, dua nilomuomba Allah subhanahu wa ta'ala akufanyie wewe, mimi naiomba dua hiyo kwa ummati wangu. Maneno hayo ndiyo mimi nayoyasema, ndiyo dua ninayoiomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala awafanyie umma wangu. La ilaha illa Allah. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anayekuwa akitukumbuka sisi kila siku. Ndugu zangu, kwa Muislamu mwenye kuelewa upendo mkubwa huu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna alivyotujali Rasulu sallallahu alaihi wasallam, mimi na wewe tushikamane na sunna. Mwenye kuyapata haya yote ni yule ambaye kwamba hawa zake, mavazi yake, muonekano wake wote unaambatana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuacheni mambo ya kuigaiga watu ambao kwamba hawana mwelekeo, hawana mapenzi makubwa. Leo wewe unampenda mtu ambaye hata hakukujali wewe, hata hakukumbuki wewe, lakini Rasulu sallallahu alaihi wasallam mara nyingine anakaa anasema, natamani kuwaona ndugu zangu. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa akatamani kukuona wewe ili afurahike zaidi. Wewe leo unaimuiga
mavazi yako, muonekano wako, unaiga mwanamuziki ambaye yeye mwenyewe hana mbele wala nyuma, hana future yoyote, hana maisha yoyote, hakujali kama wala hakujua wala hataki kujua mambo yako. Wewe ndio role model yako. Kwa nini unaacha yule ambaye kwamba yeye alilia machozi kabisa kwa ajili yako, akakaa akatamani akuone? Masahaba akamuuliza, ya Rasulullah, sisi sio ndugu zako? Akaambia, antum ashabi, nyinyi nafasi yenu kubwa mlionayo kwangu mimi, nyinyi ni masahaba zangu, lakini ndugu zangu ni wale ambao watakuja hawakuniona lakini wameniamini. Maana ni akina nani hao? Mimi na wewe. Hatukumuona Rasul sallallahu alaihi wasallam, lakini tumemwamini. Basi kumwamini kwetu huku kwa kuitamka shahada, basi iambatana na vitendo. Wewe yako yote Mtume sallallahu alaihi wasallam kubwa alilolizungumza zaidi, la yu'minu ahadukum, haitoenda kukamilika imani ya mmoja wenu hata yakuna hawahu lima jitu bihi, mpaka yale yote anayoyapenda, maisha yako yote, hawa yako, yani yale wewe ambayo unayapenda penda, yanafungamana na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muonekano wako wote, maisha yako yote, kuanzia kulala kwako mpaka kila kitu unachokifanya kinafungamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu ndio Muislamu ambayo yale yote aliyozungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhusu umma, yale yote aliyozungumza na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu umma, ndio atapata nafasi hii. Aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، واشهد ان سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه على اله وصحبه وسلم. وبعد، أوصيكم وإياي بتقوى الله جل جلاله وبطاعته. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وارض عن كل صحابة رسول الله أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على عبدك محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. قوموا إلى صلاتكم.